Ukiona jogoo anawika wakati ya kujachwa, ujue kuna mtetea anampa ujasiri nyuma ya pazia. Na ukiona kiongozi anapanda jukwaani na kuahidi makubwa, usisahau sauti ya mjumbe aliyeweka sahihi yake kimya kimya kwenye kikao cha chama. Ulisha wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa wetu wa Tabora. Sikuambia hapo vipi? Ni kama mbegu ya mgomba, haionekani mara moja, lakini ikifika wakati wake inazaa mkungu mzima wa siasa, sera na maamuzi. Huyo ndio mjumbe. Wajumbe ni watu wa kawaida kwa sura, wakulima, mamalishe, wakati mwingine hata bodaboda, lakini kwenye meza ya maamuzi ya chama wana nguvu ya kuamua nani anaweza kuvaa viatu vya uongozi. Na wajumbe wao ndio wanaangalia kwamba huyu tukifika kwenye nafasi hii anafaa na anatosha. Kwa hiyo ukiona kwamba wewe kura hazijatosha, wamekupima kwa kuona kwamba wewe kwa wakati huu hutoshi, aidha wamekuweka akiba kwa wakati ujao, na kiongozi anapangwa na Mungu. Kiongozi bora ni yule kwanza ambaye anajitambua na kupenda maendeleo katika eneo lake na ambaye anachukia rushwa. Huyo ndio kiongozi bora sana. Mjumbe bora ni kama nguzo ya mnara. Huwezi kuiona, lakini ikianguka jengo lote linaporomoka. Watu hawa huchuja makapi na kuacha punje. Wanapitisha wagombea wanaofaa kwa maslahi ya nchi. Hujenga imani baina ya wananchi na chama. Hao ni wajumbe. Mchango wa wajumbe kwanza ni muhimu sana kwa kipindi hichi tunapoenda kuwapata wagombea wa ndani ya chama. Na kwa kipindi hiki wajumbe wameongezeka kwa idadi. Kwa mimi ninaamini kabisa mchango wa wajumbe utakuwa mzuri sana iwapo watasimamia haki. Tunaamini kwamba tutapata wagombea walio safi ndani ya chama. Pamoja na yote, maana huwezi kujua kila mtu anapanga namna gani. Waangalie kiongozi madhubuti ambaye atasimama kwenye ile nafasi, kwamba huyu hata akisimama maendeleo tutayaona. Angalie nani anatufaa kwenye hiyo nafasi, ambaye ataweza kutumikia udiwani wake vizuri. Wajumbe hawa ni walinzi wa mlango wa uongozi bora. Wanapotimiza wajibu wao kwa uadilifu, taifa hujikuta likizaa viongozi wa kutegemewa, wenye dhamira safi na mioyo ya kizalendo. Lakini wakiteleza, huingiza uongozi wa mazoea au viongozi wa kuwalipa fadhila. Kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi ni muda mwafaka kuchagua viongozi wanaofaa, na tuangalie kiongozi ambaye anaweza kutusaidia katika maeneo yetu na changamoto zetu, kwa sababu miaka 5 inakuja kutugharimu tena kufanya uchaguzi ili kuwapata viongozi walio bora. So kila mtu anafaa kuwa kiongozi. Hata hivyo, kumekuwa na kauli kuwa baadhi ya wajumbe wamejikuta wakigeuka kuwa mawakala wa rushwa badala ya walinzi wa misingi, ikidaiwa kuwa kuna wakati jina la mgombea hupitishwa si kwa sababu ya uwezo wake, bali kwa sababu ya bahasha imetangulizwa mbele. Inadaiwa kuwa wagombea wamekuwa wakitoa zawadi, posho za vikao na mara nyingine hata ahadi za ajira au tenda ili tu wapate kupitishwa. Katika hali kama hii, mjumbe amejikuta akibadilika kutoka kuwa mwamuzi huru hadi kuwa mlaji wa fursa. Kuweka mtu mbunge ambaye hana uwezo, ni mbunge wa maokoto, tutaishia hivyo hivyo, maendeleo yatakuwa hamna. Tunahitaji maendeleo, hatuhitaji pesa ya mtu. So ili mradi kiongozi. Ni kweli, hiyo yote inakuja ni kwa sababu ya kutokuwa na maadili. Sio wale wanaoponyeza rupia. Mimi sidhani mtu ambaye anatoa pesa atakuwa kiongozi bora. Baada ya pale atataka pesa zake ziweze kurudi, hata ufanya maendeleo katika sehemu husika. Swala hili kwa mwaka huu litakuwa limepungua kutokana na idadi kubwa ya wapiga kura, hao wajumbe wapiga kura. Hapo awali wajumbe walikuwa wachache, hivyo ilikuwa rahisi kwa mgombea kumudu kuwapa chochote. Kwa kipindi hiki siamini sana kama rushwa itatawala kwa kiwango cha kwamba ikamfanya mjumbe akawa hana maamuzi mazuri katika kupiga kura. Hayo ni maneno tu yaliyopo mitaani, lakini wajumbe jinsi walivyo na umakini na uelewa,
wewe wanakupima kwamba ukienda kusema kwamba wanatoa takrima, wanajua kwamba wewe hutufai kwa sababu utatumia fedha ile kutuongoza na kutunyanyasa, hutofanya kazi, utasema kama narudisha fedha. Kwa hiyo wajumbe walio wengi wanafanya maamuzi yaliyokuwa sahihi, fedha yako watachukua na hawana mpango na wewe, watachagua kiongozi aliye bora ambaye na kwamba huyu atafanya kazi kwa weledi na atatutumikia bila shida yoyote. Na kiongozi mzuri ni yule ambaye hatoi rushwa. Wito wangu kwa wajumbe, wajipange kutuchagulia viongozi sahihi, viongozi bora na sio bora viongozi. Hata kama itatokea habari ya kupewa chochote, basi hiyo isiwe sababu ya kushika akili zao. Kwa sababu mtu kaleta, pokea, lakini isiwe sababu ya maamuzi yako siku ya kupiga kura. Wapige kura kwa kuangalia sifa sahihi za mgombea. Na haya nimekuwa nikiyaeleza kipindi nimefanya ziara. Nimeongea na hawa wajumbe bayana. Nimewaambia wakachague watu wenye sifa. Wakati mwingine ukosefu wa maadili huchangia baadhi yao kufanya maamuzi kwa hisia au misukumo ya kijamaa, urafiki, ukabila, wakati mwingine hata udini, badala ya uzalendo na sifa halali za uongozi. Zaidi ya hayo, wapo wajumbe wanaoingia kwenye migogoro ya makundi ndani ya vyama. Migogoro hii wachanganya na kuwafanya wakose mwelekeo na mwisho wa siku kupeleka maamuzi ya kisiasa kuchukuliwa na hasira, chuki au visasi. Wajumbe kugombana wao kwa wao na kupelekea kukosa viongozi bora ni kweli inawezekana. Maana inategemea kambi ya fulani na fulani. Sasa kambi hizo, na mara nyingi wajumbe wanaangaliaga wapi kambi yenye maokoto. Nikisema maokoto nafikiri naeleweka, ndio Kiswahili cha vijana siku hizi. Kambi yenye maokoto mengi ndio hiyo inayopelekea watu wawe na mvutano. Anaweza kaa kiongozi yule mwenye kambi ya maokoto, sio kusema kwamba ni kiongozi ambaye anaweza akamudu kwenye nafasi anayoomba. Lakini huyu mwingine ambaye hana maokoto ni kwamba ana uwezo wa kuisimamia ile nafasi yake na akaitendea haki. Lakini kwa sababu hana chochote cha kuwawezesha wajumbe, inafika mahali ile kambi ambayo inaonekana kwamba yeye yule ana nafuu, wanabezi kule kwenye ile kambi. Matokeo yake tunapata viongozi ambao kwa kweli sio makini na wala sio madhubuti. Na naweza nikasema kwamba viongozi hao huwa tunaita viongozi wa kwenda kuziba nafasi, sio kiongozi anayekwenda kuwajibika. Mgombea huwezi kumwambia kwamba huwezi shinda, ili hali yeye mwenyewe ana matumaini yote kwamba anakwenda kushinda. Kazi ya mwanasiasa ni kumtia moyo. Anamwambia tuko pamoja, utashinda, lakini anapokuja shindanishwa na wengine sasa, inaonekana yeye hana sifa za kutosha kama mwingine. Kwa hiyo wanamchagua mwenye sifa, yeye anabaki. Katika hali hii yote, bado mjumbe ni mtu muhimu kuliko anavyoonekana. Mjumbe ni kioo cha wananchi, ndiye anayesikiliza kilio cha watu wake, anayepeleka ujumbe kwa viongozi wa juu, na wakati mwingine hutumika kama mpatanishi katika migogoro ya kijamii. Wanapopewa nafasi ya kushiriki katika mijadala, wanapopewa elimu ya uongozi na maadili, wanapoheshimiwa kama chombo cha msingi cha chama, wajumbe huinuka na kuwa mizinga ya siasa safi. Kwamba tukiwa na idadi kubwa ya wajumbe, kwanza tutatoa wigo kubwa wa wajumbe kushiriki, lakini ni vigumu sasa kufanya ile michezo ambayo watu walikuwa wanadhani inafanyika. Mtu yoyote atakayetumia rushwa kwa ajili ya kupata uongozi, sisi Chama cha Mapinduzi tutamwona. Na ndio maana tuna michakato zaidi ya mmoja. Mchakato wa kwanza ni kuchukua fomu, lakini mchakato wa pili ni uchujaji. Sasa kama wewe ulipita kuwaona wajumbe, chama kila macho marefu kinaweza kukuona na kitaamua. Na ndio vigezo vinavyofanya watu waweze kuenguliwa. Wananchi tunawaambia kwamba wakae kwa kutulia. Chama cha Mapinduzi kinakwenda kuwaletea wagombea safi ambao watawaletea maendeleo katika maeneo yao. Hivyo watuunge mkono tu pale tutakapokuwa tumetangaza wagombea wetu. Kwa nafasi ya ujumbe na waahidi wa Tanzania, tupige kura kwa kuangalia kiongozi aliye bora, na mimi mwenyewe nitashirikiana nao tuchague kiongozi aliye bora. Kwani Mama Samia Suluhu amefanya kazi kubwa na hakutoa rushwa sehemu yoyote ile wakati anachaguliwa. Kwa nini sisi tukubali kupokea rushwa wakati tunachagua viongozi waliokuwa bora? Tupinge rushwa, tupinge ushawishi usiokuwa na mwelekeo.
Ni wajibu wa vyama vya siasa kuviona vikao vya wajumbe kama shule za kizalendo, si sehemu ya kuchonga dili. Ni muhimu wajumbe wawe na mafunzo ya uwajibikaji, mafunzo ya mara kwa mara na motisha halali ili waweze kuwa nguzo imara. Tusidharau wajumbe, wao ndio wanaoamua nani anakalia kiti cha mabaraza yetu, na kwa maamuzi yao wanaweza kuamsha alfajiri ya matumaini au giza la uongozi wa hovyo. Kama tutawashika mikono yao kwa elimu, heshima na usaidizi, tutakuwa tumeweka msingi wa taifa salama lenye viongozi bora na lenye wananchi waliounganishwa na imani ya kweli kwa mfumo wa kidemokrasia. Naitwa Michael Samuel George. Unaweza kuniita Michael George OG Mtanzania. Kwa ushirikiano mkubwa wa Edina Malekela kutokea mkoani Singida, ambaye tumekuandalia makala hii inayoangazia kwa kina mchango wa wajumbe katika kupata taifa lililo salama. Hii ni Daily News Digital. Tukusihi uendelee kusubscribe, kucomment na kulike video zetu kila wakati. Usiache kutufuatilia katika mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram, ambapo tunafahamika kama habarileo_tz. Hapo unaweza kucomment, kulike na kushare taarifa zetu wakati wote, na uweze pia kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Basi pia unaruhusiwa kufollow account.